Watanzania wapatao ajira zenye staha wanapata ajira zenye staha zinazozingatia haki, usalama, kipato, ulinzi wa kijamii na fursa sawa kwa wote. Aidha, serikali imezindua hifadhi skimu ili kuhakikisha wananchi waliojiajiri au walio katika sekta isiyo rasmi wanajumuishwa katika mfumo wa hifadhi ya jamii. Na hapa niombe mfuko wa hifadhi ya jamii unaoshughulika na sekta binafsi. Nimeisikiliza kwa makini risala ya TUCTA. Nimesikia hoja, ushauri na mapendekezo mbalimbali. Niwahakikishie kuwa serikali tumezipokea na tutaendelea kuzifanyia kazi hoja zote kwa kuzingatia maslahi ya wafanyakazi na taifa kwa ujumla. Naam, ni hotuba ya Rais Mama Daktari Samia Suluhu alipokuwa anazungumza tarehe mosi mwezi wa 5 mwezi wa Mei, ambapo ni siku ya Labor Day. Na kama ulivyosikiza kwa makini tangia mwanzoni mwa hii video, ni Rais Mama Daktari Samia Suluhu anasoma hotuba yake huku akisita kwa maneno, wengi wakitaja kuwa rais soma hotuba bila kuopitia na yale ambayo anayasoma hayatekelezwi. Bonyeza tu alama ya like na subscribe aniweze kukujuza kwa undani zaidi. Na kelele zilisikika zikiimba wauaji, CCM wauaji, na ni kelele ambazo wananchi haswa vijana ambao walikuwa wanaimba wakati Rais Mama Daktari Samia Suluhu alikuwa anatoa hotuba yake wapongeza wafanyikazi wote wa umma na pia kwenye sekta ya kibinafsi kwa kazi wanayoifanya ya kudumisha uchumi wa Tanzania. Na alishiriki maadhimisho ya siku ya wafanyikazi Mei mosi, lakini aliweza kufokewa na kuzomewa na baadhi ya vijana ambao walikuwa ataja kuwa CCM imegeuka serikali ambayo inazingatia maslahi yao kibinafsi na bali haizingatii maslahi ya wananchi wa kawaida. Yeye mwenyewe akizungumza kuwa serikali kwa sasa haina mapato ya kutosha ya kuongezea mishahara wale wafanyikazi wa umma, kwa kuwa vurugu ambayo iliweza kutokea tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025 iliweza kugharimu nchi pesa mingi sana, na kwa sasa nchi haina pesa ya kuongezea wafanyikazi wa umma. Na aliendelea kueleza kuwa nchi ama serikali ya CCM imeweza kujiizatiti na kuwekeza kwenye nchi mbali ili kuwapa Watanzania nafasi ya kufanya kazi katika nchi hizi ambazo ameweza kuweka hapa ruanja kuwa serikali kwa sasa haina uwezo ya kuajiri vijana, bali inawatuma vijana nchi za nje waweze kujitafutia ama waweze kufanya kazi huko ili waweze kupata mapato yao. Wengi pia wakilaumu CCM kwa uongozi kwa kuwakamata viongozi wa upinzani kiholela na pia kuwateka nyara kwa kosa ambalo liko wazi kama vile la Tundu Lissu kuwa hakuwa na kosa lolote. Lakini tu tungependa kusikia kutoka kwako, tuandikie maoni yako kuhusiana na hili suala nzima la hotuba la Mama Rais Mama Daktari Samia Suluhu siku ya Labor Day, ambapo aliweza kuzomewa na kufokewa, wananchi haswa vijana wakizungumza kuwa serikali ya CCM haijali maslahi ya wananchi wa kawaida, bali inajali maslahi yao binafsi. Maoni yako ni yapi? Tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Na wengi wameweza kukashifu yale ambayo rais aliweza kutamka kuwa wanatafutia vijana kuweza kufanya kazi nje ya nchi.
Wamesisitiza kuwa serikali inastahili itafute mbinu mwafaka ya kuwapa ama kuajiri vijana, kama hata ni kujenga viwanda mbalimbali na kujenga uchumi wa Tanzania kwa ujumla ili kuweza kuajiri vijana. Je, umependezwa na hotuba ya Mama Rais siku ya Labor Day? Wengi wakisema kuwa alikuwa tu anasoma hotuba yake, bali hajui lililoandikwa kwenye hotuba hiyo, na yeye kazi ni kusoma na kwenda kupata mshahara. Maoni yako ni yapi? Tuandikie maoni yenu hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini. Ikiwa umependezwa na hotuba ya Mama Rais, tuandikie ni kwa nini, na pia ikiwa haujapendezwa na hiyo hotuba, pia tuandikie ni kwa nini.